tumesimama kama viongozi wa dini kupingana na kauli ambazo maseneta wa bunge la Marekani wamezitoa dhidi ya nchi yetu ya Tanzania. Ni maseneta wawili ambao wametamka waziwazi kuonyesha kwamba Tanzania si salama na ina udini, na kuna baadhi ya dini au wafuasi wa dini hizo hawatendewi yaliyo sawa na kukandamizwa na kadhalika. Uwepo wetu hapa ni kielelezo tosha kwamba yanayosemwa na maseneta hao ni uzushi na ni kitu ambacho hakikubaliki na ni uchochezi wa waziwazi. Kwa tungeitaka serikali ya Marekani mara moja iwakemee maseneta hao na ikanushe waziwazi kwamba kauli hiyo itabaki kuwa ni kauli yao binafsi ambayo kwetu sisi kama Watanzania imetuumiza sana, kwa sababu umoja tulionayo na mapenzi tulionayo kama Watanzania ni mkubwa, na kielelezo cha viongozi tuliopo hapa mbele ni kielelezo tosha kwamba Wakristo na Waislamu ni ndugu. Tuna udugu wa damu, tuna udugu wa kinchi, tuna udugu wa kibinadamu, na hakuna yoyote ambaye anaweza akatutenganisha. Hakuna. Kwa hiyo Wamarekani wamechelewa kutaka kutugombanisha kwa misingi ya udini, wamechelewa. Ni jambo ambalo haliwezekani. Tunawaomba waendelee kuiheshimu nchi yetu ambayo inatawaliwa kwa misingi ya sheria, kanuni na katiba. Waendelee kuheshimu serikali yetu, waendelee kuheshimu mamlaka yetu kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo uchochezi wowote wa namna yote ile, uwe wa kidini, uwe wa kisiasa, hatutaukubali. Hatutaukubali kama Watanzania. Watanzania wanasimama na viongozi wao wa dini kupinga udini, kupinga siasa chafu, kupinga uchonganishi. Kwa hiyo tunaungana kwa sauti moja kuiunga mkono serikali yetu ya Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata yale mambo ambayo yaliyotusibu tarehe 29 Oktoba mwaka jana, tumeona serikali yetu imeyashughulikia kwa taratibu na kanuni na sheria tulizo nazo, na yanaendelea kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria zetu. Kwa hiyo tuiache serikali yetu ambayo inaendelea kusimama imara, kuiona kwamba Tanzania inarudi katika amani yake. Na huu inawezekana ni wivu tu, kwa nini tulipita salama, tulivuka salama. Sasa watu wache na nchi yetu ambayo kwa kweli inaendelea kuwa imara, na yale ambayo yaliyotufikia au yaliyotupitia yametuimarisha na yataendelea kutuimarisha zaidi, lakini hayataibomoa Tanzania. Naomba nilete kwenu taarifa kwa vyombo vya habari kutoka kwetu Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT ni taasisi ya kijamii na kidini inayojumuisha viongozi na waumini kutoka dini na madhehebu mbalimbali ya Kikristo na ya Kiislamu nchini Tanzania, yenye lengo la kuimarisha amani, maridhiano, mshikamano wa kitaifa na maadili ya kijamii. Jumuiya imepokea kwa uzito taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Marekani nchini Tanzania kwamba baadhi ya wabunge wa kamati ya mambo ya nje ya bunge la Marekani wameweka hoja ya kupitia upya mahusiano kati ya Marekani na Tanzania, hatua iliyoenda sambamba na shutuma nzito za ubaguzi wa kidini nchini Tanzania. Sisi kama Jumuiya ya Maridhiano inayofanya kazi na Watanzania wa dini zote ndani ya Jamhuri ya wazi na kwa uhakika kwa Tanzania
hatuna tatizo lolote la kidini. Kwa uhakika kabisa, mtu au nchi au taasisi yoyote inayotoa shutuma za namna hii itakuwa haifahamu Tanzania, na hivyo haina taarifa sahihi au imepotoshwa na watu wenye husda na taifa letu au wenye nia yao tofauti na nia njema ya nchi yetu. Tunapenda kuikumbusha Marekani na jumuiya ya kimataifa kwamba Tanzania imejengwa kwenye misingi wa umoja wa kitaifa, mshikamano wa kijamii, kuheshimiana kidini na kuishi pamoja kwa amani na kwa miongo mingi tangu tupate uhuru kwa zaidi ya nusu karne sasa. Watanzania wa dini zote, Wakristo, Waislamu na waumini wa dini nyingine wameishi pamoja kwa amani, kushirikiana katika maendeleo ya taifa, kuoana baina ya familia za dini tofauti, kufanya biashara pamoja, kujenga urafiki na kuendeleza utamaduni wa kuheshimiana ambao imeifanya Tanzania kuwa miongoni mwa mataifa yenye utulivu mkubwa barani Afrika. Ndugu waandishi wa habari na viongozi wenzangu wa dini, tuhuma na shutuma hizi dhidi ya uwepo wa ubaguzi wa kidini nchini Tanzania zimetusikitisha, kutukasirisha na kutufedhehesha. Raia wa Marekani wanaoishi Tanzania ni mashahidi wa kushamiri kwa uhuru wa kuabudu hapa nchini kwetu Tanzania. Hatutaki kuamini kwamba Marekani, taifa ambalo sote tuliumizwa na kulia pamoja wakati mashambulizi ya kigaidi kwenye ubalozi wake jijini Dar es Salaam mwaka ule wa 1998, linaweza kufanya kazi kama hii ya kupandikiza chuki za kidini hapa nchini. Kwa sababu hiyo, Jumuiya ya Maridhiano na Amani inalitaka bunge la Marekani kukataa hoja hii ya kibaguzi ya maseneta wake baadhi, kwani haina ukweli wowote na ina lengo la kupandikiza chuki ambazo hazipo nchini kwetu. Pili, tunaiomba serikali ya Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ifanye mapitio ya mahusiano ya kidiplomasia na ya kinchi baina ya Tanzania na Marekani, ili pamoja na mambo mengine iweke msimamo wa kukataa kutokuvumilia uchonganishi wa kidini unaoweza kuliingiza taifa letu kwenye matatizo makubwa.